Baada ya maombi ya mashabiki na wafuatiliaji wa PVP Media Max kuomba DJ Paul arudi tena katika formula yake ya kwanza kuhakikisha kwamba tamthilia hazipoi, basi bwana we, tumerudi tena. Sasa ni bandika bandua, na sisi kama PVP Media Max tunakuomba wewe shabiki yetu wa nguvu ambaye ndio kwanza unajiunga nasi ama ulishajiunga pamoja na sisi, basi unaweza kugusa alama ya kusubscribe, alafu moja kwa moja zitajitokeza channel mbili. Shuka katika channel ya pili hapo chini, gusa alama ya kusubscribe. Huyo ndio mtu ambaye anasababisha tamthilia hii iweze kusonga kwa kasi, na kwa kitendo cha wewe kufanya hivyo ndivyo ambavyo tamthilia hii itachomoka mwanzo mpaka mwisho siku ya leo vipande 12. Asante sana kwa wote ambao mnafuata maelekezo hayo. Sasa tuende kazi. Msimuliaji anaanza kwa kusema kwamba Lambrari ni miongoni mwa miungu ya Kikorea ambayo ina heshima kubwa sana, lakini siku moja ya ajabu, Lambrari akiwa anapigana na shetani, kwa bahati mbaya alianguka kutokea juu na akaingia ndani ya mwili wa binadamu, na huo mwili wa binadamu alikopo ni mwamba mmoja superstar anayefahamika kama Yang Wu. Jamaa alikuwa akiimba tu basi mpaka watu wanazimia, kwani alikuwa anapendwa sana. Hasa siku ya leo ilikuwa ndio siku ya tamasha, na siku ya leo hii ndio yule mungu alikuwa ameingia ndani ya huu mwili wake. Hasa walianza madensa kupanda stejini. Baada ya hapo, huyo Yang Wu akawa anaitwa kuweza kutumbuiza, lakini jamaa akawa anakataa na kusema kwamba hajui kuimba. Sasa kwa kuwa alikuwa amevaa maiki, kwa bahati mbaya ile sauti ya kwamba asijui kuimba ilisikika kwa mashabiki wote, na hii ikawa ndo habari ya mjini. Meneja aliyoyasikia hata hakuamini macho yake. Kwanza akampigia rais wa hii bendi, kisha akasema kwamba najiuzuru kazi kwa tukio la aibu lililoweza kutokea siku ya leo. Bwana, walipotoka hapo wakaelekea katika vyumba vya kubadilishia nguo. Kwanza wakamkaba jamaa na kwanza kumuuliza, wewe unafanya mambo gani ya kijinga namna hiyo? Hasa ukumbuke kwamba mwamba haelewi chochote kile kwa sababu yeye ni mgeni katika mwili huu. Akawa anauliza, kwani kuna ishu gani wazee? Kwa sababu jamaa tukio ambalo analikumbuka la mwisho ni alikuwa anapigana na shetani fulani hivi. Kwa bahati mbaya alianguka kutokea katika farasi na akajikuta ameingia ndani ya mwili wa mtu. Alafu mwili ambao mwamba alijikuta ametokezea ni mwili ambao ulikuwa umevalia kishati fulani ambacho kinaacha tumbo wazi. Sasa jamaa akawa anaona aibu kwa sababu sio tukio la kawaida hilo, na jamaa akawa anaziba sana tumbo lake. Sasa mashabiki wakabaki wanashangaa, mbona jamaa anajiziba tumbo lake wakati hilo ni fashion moja kali tu? Basi mwamba akawa amechukuliwa na kupeleka katika chumba cha makeup. Sasa akawa anauliza, hivyo makeup vya nini mimi? Hawa watu wakabaki wanashangaa, wewe unauliza makeup ya nini wakati kila siku unapakaga kabla kuingia stejini? Unawezaje kutumbuiza bila kupiga makeup? Ikabidi mwamba kuanza kuuliza maswali ya ajabu. Anasema hapa ni wapi, na yule shetani nilikuwa nikimkimbiza yuko wapi pia? Hasa watu walicheka sana, wakaona kwamba mwamba Yang Wu leo ameamua kuwachangamsha, yani ameamua kuchangamsha kilingi. Wakasema, mwanangu, kumbe unajua kuigiza wewe. Mzee akasema, kuigiza tena? Ina maana mimi hapa ninavyouliza hapa naigiza? Hivi nyie mna maana gani kwani? Lakini wakaanza kuona kana kwamba masihala ya mwamba yamekuwa mengi, ikabidi kuongeza userious. Oya Yang Wu, tunaingia katika stage ya pili bana, tunaomba uwe serious. Sasa watu wakabidi wawe serious. Oya, unauliza tunafanya nini hapa? Kwa ukweli ni kwamba tunaingia kutumbuiza tamasha kubwa ambayo tumelisubiri karibia miezi 6. Na wakamsii sana mwamba Yang Wu aache kabisa masihala, kwani raundi ya kwanza tayari ameshazingua na wadhamini kibao, kumbuka wamedhamini tamasha hili. Jamaa akasema, msiniguse kwanza, nataka nijue hicho kikundi kinahusiana na nini. Jamaa mmoja akakasirika akasema, wewe mpumbavu, sisi tunahusiana na kuimba na kucheza. Hasa mifokeano ndani ya huu mjengo ilikuwa ni mingi sana, jambo lililosababisha meneja aliyejiuzuru aweze kuingia ndani na kwanza kuuliza, wazee, nini ambacho kinaendelea? Hebu jiandaeni kwa ajili ya raundi ya pili ya kuweza kuimba. Lakini wakamwambia meneja kwamba hali ya mwamba Yang Wu ni kama ya kijinga fulani, yani anaongea mambo ya kijinga ambayo hata tuyaelewi, lakini meneja akawa amepotezea. Lakini mwamba akaendelea na msimamo wake ule, hataki kabisa kupanda stejini. Meneja akaanza kulia, oya ingia stejini. Sasa muda unazidi kwenda tu, wameshawarudisha watu ambao walikuwa wanaondoka, lakini wakakuta mwamba bado yuko serious, hataki kabisa kupanda stejini. Hali ikawa serious. Wakarudi tena kumpigia rais wa hilo kundi na wakamweleza kila kitu ambavyo kinaendelea. Kwa kweli rais alipaniki sana. Rais aliagiza watu wote katika lile grupu waweze kukutana katika ofisi yake, na ni kweli kabisa waliweza kufika hapo. Lakini mwamba Yang Wu akaanza kukimbia, ila kuna kabidada fulani kaikuwa kanachungulia kila tukio ambalo linaendelea. Yani Yang Wu anapelekwa maeneo ambayo hata mwenyewe atarajii kuenda, na huyu msichana aliyekuwa anafuatilia matukio yote yanayoendelea na namna ambavyo mwamba Yang Wu anafanya vitendo vyake alikuwa anahuzunika sana na macho yake yalijawa na machozi tele. Na haka kabidada kalipoweza kurudi nyumbani kakawasha kompyuta yake na kuanza kufuatilia comment. Zilikuwa comment mbaya na zenye matusi ndani yake. Sasa alikuwa anahuzunika yeye kwa sababu anampenda sana huyu jamaa na yeye ni shabiki yake mkubwa. Na chumba cha huyu bidada kimetapakaa picha za mwamba Yang Wu kwa sababu kanamshabikia na kanamkubali sana huyu jamaa. Huku upande wa pili ambako mwamba Yang Wu amepelekwa akaanza kujieleza akisema kwamba mimi ni mungu ninayepambana na mashetani, lakini siku ya leo nilikuwa napambana na shetani fulani najikuta tu niko hapa. Sasa mheshimiwa rais wa kikundi hiki alipoyasikia hayo maelezo akajua mwamba atakuwa na homa, akagusa mkono wake kwenye paji la uso la mwamba na kugundua kwamba jamaa yuko kawaida. Basi akaanza kusema huyu jamaa ana kipaji cha kuigiza. Lakini huyu mama mwenyekiti ndo akakumbuka kwamba Yang Wu mwanzoni alipokuwa anakuja kujiunga na hili kundi alisemaga ana ndoto za kuja kuwa muigizaji na muimbaji. Kwa hiyo huenda sasa hivi ndo ana practice uigizaji wake. Lakini jamaa akasema
jamani, hapana, mimi sio mwigizaji, mimi ni Mungu wenu kutokea dunia nyingine kabisa. Nilikuwa napigana vita, kwa bahati mbaya najishangaa niko ndani ya huu mwili. Tendo cha Mheshimiwa Rais kusikia hayo maneno akachanganyikiwa. Sasa akaagiza kwamba jamaa apelekwe hospitali ya akili achunguzwe vizuri. Hasa Mwamba Johnson ndio akawa amefika pale hospitalini. Wakati anaendelea kutoa maelekezo, Mwamba Young Mo anawaza, hivi ndarudije katika hali yangu ya kawaida? Mbona sielewi? Mwamba ghafla tu akashuka magoti na akaanza kumwomba Mungu mkuu maombi mazito. Baba, katika jina lako tunakushukuru tena wakati huu. Watu wakabidi wageuke pale, ikabidi waweze kumuwahi haraka sana, wakampeleka katika chumba cha majaribio, kwa sababu Mwamba kadri muda unavyozidi kwenda ndivyo ambavyo anafanya vitu vya ajabu na vya kushangaza. Mwamba akaingia bafuni akaanza kubadilisha nguo ili aweze kufanyiwa majaribio, lakini wakati anajitazama katika kioo wala kuishangai sura, kwani ndio sura yake hiyo hiyo. Kwa hiyo sura ni kwamba ziko sawa kabisa kila kitu, ila tofauti ni kwamba tabia zimekuwa tofauti na jamaa haelewi kwa nini yuko ndani ya huu mwili ambao anafanana nao. Na Mwamba akaamua kuchukua kiglasi fulani hivi akajikata nacho mkononi. Ghafla tu mkono wake ukawa umejirudi vile vile. Kwa hapa ndo akagundua kwamba hajawa binadamu kamili bali ni moto vile vile. Hapa ndo kidogo Mwamba akawa amepatapata kidogo nguvu. Sasa majibu ya daktari anasema jamaa na ubongo safi kabisa, yani uko fresh kabisa. Inabidi tu mrudi muendelee kuongea naye kwa sababu hana tatizo lolote. Hasa wakati wanatoka pale hospitalini bana, wanashangaa kuna TV. Jamaa anajiangalia namna ambavyo huwa ana perform. Ndio akaanza kugundua kwamba yeye alikuwaga ni mtu maarufu sana hapa Korea. Akapelekwa kwenye chumba ambacho alikuwa anaishi yeye pamoja na mashikaji zake. Sasa Mwamba alikuwa anaona kinyaa sana kwa sababu huku alikotokea ni kusafi mpaka basi. Sasa huku ndani kuna uchafu mwingi na kishingo upande hivyo hivyo. Mwamba akawa na keti nyakati za usiku anaanza kumwomba Mungu, Mungu Baba, naomba nisaidie mwanao nirudi katika hali yangu ya kawaida kwa sababu hii dunia ni ajabu ajabu sana. Lakini huku upande wa pili kwa rais wa kampuni, kila sehemu ambapo alikuwa ameandaa show basi watu wameshaanza kucancel show zao kwa sababu ya kile kitendo ambacho Mwamba Young Mo aliweza kukifanya siku za hivi karibuni. Akawa amechanganyikiwa sana Mheshimiwa Rais. Kwa kweli Mheshimiwa Rais akachukua kitabu ambacho kinaonyesha namna ambavyo mafanikio yaliongezeka ndani ya hii kampuni. Anakumbuka kwamba aliuza mali zake zote kuianzisha hii kampuni. Amepambana sana kufa na kupona kuifanya hii lebo iwe kubwa sana, lakini siku ya leo lebo yake inashuka kama vile jengo linaloporomoka kutokana na tetemeko la ardhi. Akawaita wafanyakazi wake na moja kwa moja akatangaza rasmi kwamba wanatakiwa kukata tamaa. Lakini kuna mfanyakazi akaja akasema, mkuu, kuna tukio la ajabu kidogo hapa. Ile video inayoonyesha Mwamba Young Mo akisema kwamba siwezi kucheza imeenda viral kuliko video yeyote ile duniani, na imeanza kutumiwa maneno yake katika klipu mbalimbali kama vile nashindwa kuelewa. Hasa licha ya kwamba lilikuwa ni tukio baya, lakini hii imekuwa ni trendi kubwa sana, kitu ambacho kinaweza kikasababisha Mwamba kuibuka tena mjini. Na kale kabidada ambako kalikuwa kanasikitika usiku mzima mara baada ya kugundua kwamba Mwamba Young Mo amefanya tukio la ajabu, kalipogundua kwamba ule msemo wa Mwamba umezidi kutrendi kwamba siwezi kuimba, kidogo ndo kakaanza kupata amani kwamba kupitia hayo maneno ambayo Mwamba alikuwa ameongea ametengeneza trend. Kwa hiyo jamaa anaweza karudi tena kwa kasi stejini. Mheshimiwa Rais namna ambavyo hii kiki imeenda akatangaza kwamba jamani, tunatakiwa kwenda na hii kiki hii hapa ndo pa kuachilia lisonge. Yaani kutokea kwenye matatizo sasa wakajikuta wameingia katika furaha kubwa sana, kwani wanayaona maokoto kwa wingi anakwenda kutokeza hapa karibuni. Hasa waandishi wa habari kibao tu wakaanza kumfanyia Mwamba interview kwa sababu jamaa na majibu ya ovyo ovyo, wakawa wanapita naye na trend hiyo hiyo. Kwa hiyo ni kama vile ni mpango wa ofisi kwa sababu Mwamba haelewi nini ambacho kinaendelea. Atakapokuwa najibu ovyo ovyo ndio kiki inazidi kukua. Kwani mmesahau kiki ya dada yetu Zuhura baada ya kusema who is Amanda, baadaye tukashuhudia lisonge linakwenda kutoka. Kwa hizi kiki bana ni vitu vya kawaida hata Bongo anafanya. Hasa wewe jichanganye, semaga kwamba mimi bana ni timu ya mzee Shayo na mwingine awage anasema mimi ni timu ya mzee Koi Mzungu. Mtajikuta mnatengeneza timu za kishamba, wenzenu wako wanapiga msosi pamoja. Hasa Mwamba akawa anatangazwa kwenye mitandao kwamba atakwenda kuhudhuria katika interview moja kubwa sana katika television. Ila kale kabidada ambako ni shabiki yake sana kakawa kamejisikia vibaya kwa sababu kanaamini interview zinavyozidi kuwa nyingi ndivyo zinavyosababisha mwigizaji ama mwimbaji kushuka kitasnia. Na licha ya kwamba kenyewe ni kama maskini tu na hakana jina lolote lile, lakini kakaelekea katika eneo ambapo interview itakwenda kufanyika. Na Mwamba akiwa ameketi na interview inatakiwa kuanza kufanyika, ghafla tu akashangaa umeme umeanza kutikisika. Na ghafla kila kitu kikawa kimeganda. Baada ya sekunde kadhaa mbele yake mambo yakaendelea kuendelea kama kawaida. Taarifa ya habari inasema kuwa kuna mlipuko mkali wa volcano. Hasa Mwamba Young Mo akakumbuka kwamba wakati anapambana na yule shetani ilikuwa inakaribia volcano kuweza kulipuka. Kwa hiyo yuko katika maeneo ya jirani sana na huo mlima ambao alikuwa anapigana na huyo shetani. Na Mwamba akakumbuka majukumu yake kwamba anatakiwa kwenda kumdhibiti huyo shetani na anatakiwa arudi katika hali yake ya uhalisia. Sasa haelewi anarudije. Hasa akataka kurudi katika eneo la kwanza kabisa alipokuwa ametokea kwa mara ya kwanza. Akasogea mpaka katika lile eneo la kituo cha television, lakini akawa anazuiliwa kuingia kwa sababu juzi hapa amewazingua sana. Sasa wakati anaendelea kupepesa macho yake katika hayo maeneo, ndo akashtuka
kana kwamba kuna mtu ambaye alikuwa amevalia nguo nyeupe na macho yake yanawaka. Yang Woo akawa naomba sana kuweza kuingia hapa ndani, lakini akawa anazuiliwa. Bidada Kim akawa amekuja pale na kuanza kumwambia, wewe ondoka hapa, huko katika eneo ambalo ulifanya madhara, huwezi kuruhusiwa kuingia hapa, zaidi utavuta tu waandishi wa habari waje kuanza kukupiga picha ukiwa unafanya matukio ya ajabu tena. Alafu jamaa akasema kwamba unajua, mimi sio Yang Mo huyo ambaye mnamaanisha, mimi ni mtu mwingine kutokea ulimwengu mwingine na kazi nyingine kabisa. Hii kauli ilipenya ndani ya moyo wa bidada kama mshale. Haamini kabisa kwamba huyu anayemwona mbele yake eti sio Yang Mo. Akaona labda jamaa atakuwa amechanganyikiwa. Nikumbushe tu kwamba tumejipanga kuwasha moto huu vizuri. Kumbuka hapa ndo mwisho wa episode ya kwanza, na kukumbusha na narudia tena kwamba unatakiwa kugusa alama ya kusubscribe, kisha utaona kuna chaneli mbili zimeweza kujitokeza. Shuka katika chaneli ya chini ile, gusa alama ya kusubscribe, ndio chaneli ya mdhamini ambaye ameweza kusababisha picha hii ianze kutoka siku ya leo, na kwa kitendo cha kufanya hivyo tu utasababisha tamthilia hii iweze kutembea mpaka fainali leo, na katika jambo hili tuko serious sana.